ni daktari bingwa wa upasuaji wa wagonjwa waliopata ajali na tiba za mifupa katika hospitali ya kanda ya rufaa Mbeya. Hivi karibuni tulikuwa na kambi maalum ya pili kwa ajili ya kuona wagonjwa wote wenye shida za nyonga na magoti na kuwafanyia matibabu. Kambi hiyo tumeanza tarehe 2 mwezi wa pili mpaka leo tarehe 13 ndio tunahitimisha. Tangu tumeanza kambi hiyo tumefanikiwa kuona wagonjwa zaidi ya 600 ambao walikuwa na shida mbalimbali zinazohusisha nyonga, magoti pamoja na mgongo. Kati yao wagonjwa 390 walikuwa na shida ya nyonga na magoti, na kati hao wagonjwa 390 wenye shida za nyonga na magoti, zaidi ya wagonjwa 60 walikuwa wanahitaji kufanyiwa upasuaji wa kupandikiza nyonga na magoti ya bandia. Mpaka leo tumefanikiwa kuwafanyia upasuaji wagonjwa 14 ambao walikuwa na shida za nyonga na magoti ambao walikuwa tayari. Na kazi hii imefanyika kwa ushirikiano na wakufunzi kutoka hospitali ya. Tumefanikiwa kuona wagonjwa zaidi ya 600 ambao walikuwa na shida za magoti na nyonga, ambao wengine wamekuja ikiwa katika hatua za mwisho na wamekuwa wakipata maumivu siku zote pasipo kupata tiba sahihi. Kuna wagonjwa wengine ambao tumewatibu kwa kuwachoma sindano, wengine tumewapatia vidonge, wataendelea kunywa wakiwa nyumbani, lakini baadhi yao tumewakuta wakiwa na shida ambazo vidonge na sindano havitaweza kubadilisha hali ya maisha walionayo mpaka wafanyiwe upasuaji kupandikizwa nyonga na magoti ili waweze kusaidika. Na kati ya hao ni wagonjwa 14 ambao tumefanikiwa kuwafanyia upasuaji huo wa kupandikiza nyonga na magoti. Na zote walikuwepo vijana wachache, rika la kati wachache, na wagonjwa wengi ni zaidi ya miaka 60 ambao ndo asilimia kubwa wanakuwa waathirika wa shida hizo za magoti na nyonga kulika, kwa sababu wengi wao ni kwa sababu ya umri. Kubwa kwa watu wengi ambao tumewaona ni kwa sababu ya umri. Umri unapozidi kwenda juu na kuwa na miaka mingi, viungo vingi vinapunguza ule uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo baadaye na mifupa inaanza kusuguana. Lakini kuna watu wengine ambao walipata ajali wakaumia kwenye sehemu ya nyonga au goti, baadaye mifupa inaanza kusuguana. Na Thompson Haonga ni daktari bingwa wa upasuaji wa mifupa na majeraha, na saizi nimebobea zaidi kwenye ubadilishaji wa nyonga na magoti. Pia mimi ni profesa mshiriki wa chuo kikuu cha afya cha Muhimbili. Kwanza kabisa, hii sio kambi ya kwanza. Nafikiri kambi ya kwanza tulifanya kama sio mwezi wa 9, tulifanya mwezi wa 10 kabla ya uchaguzi, ambayo ndio ilikuwa kambi ya kwanza. Haikuwa na wagonjwa wengi kwa sababu ya kutokuwa na taarifa sahihi kwamba hizi huduma zinaweza zikafanyika hapa. Hii ni kambi ya pili ambayo wenzangu walianza na kuona wagonjwa kwenye kliniki za nje na kuskrini wale ambao walikuwa wanafaa kwa upasuaji. Tulivyokuja tumewapitia wale ambao walikuwa wanafaa kwa upasuaji, ambao walikuwa wako tayari, of course, kwa sababu hizi gharama, operation hizi zina gharama kidogo. Hicho kipandikizi kina gharama kubwa na gharama zenyewe za upasuaji. Kwa kama mtu hana bima ya afya kidogo ni changamoto. Kwa wale ambao walikuwa na bima na wale ambao kidogo uwezo ulikuwa unawaruhusu, na maana walikuwa tayari kifedha. Ukiachia mbali ya kuwa tayari kiafya, lazima mgonjwa awe kama na kisukari kimetibiwa, kama na pressure imewekwa kwenye sehemu sahihi ili aweze kuhimili upasuaji. Kwa kama alivyoeleza Dr. Mponda, tumeanza Jumatatu mpaka leo. Kwa ndio tatizo ni kubwa, na hasa linakuja ukubwa kwamba kama una hilo tatizo hapa Mbeya, unaambia operation inafanyika Dar es Salaam, waanze kufikiria kwanza kwenda kulipia gharama, kulipia mahali pa kukaa, na huna ndugu wa kuja kukutembelea hospitali. Hiyo imekuwa inawajengea watu uoga wa kusafiri kwenda kutibiwa Dar es Salaam. Lakini kama hapa ndugu wapo na uwezo upo, inakuwa ni rahisi sana kwa wagonjwa wao kutibiwa. Nafikiri ndio tunachokiona kwamba wengi wamefanywa upasuaji hapa, wana ndugu karibu wanawasaidia, kwa maisha yanakuwa ni mepesi. Tatizo yanayosababisha kuharibika kwa nyonga ama magoti yako mengi. Kuna ambayo yanasababishwa na dawa tunazokunywa kwa sababu tu unataka kutibu ugonjwa fulani.
kwamba una pumu, unaandikiwa dawa ambazo ni za kusaidia kuzuia pumu, lakini hizo dawa umezinywa kwa muda mrefu zinaweza zikaharibu nyonga yako pamoja na kusababisha magonjwa mengine. Kwa tunawashauri madaktari hasa wale wa ngazi za chini kabisa kule kuwa waangalifu sana na dawa wanazowapa wagonjwa, kuangalia kwamba hii dawa ina side effect gani na je kuna umuhimu wa mimi kumwandikia mgonjwa hii dawa. Kama hakuna umuhimu sio vyema kumwandikia dawa. Wako wagonjwa ambao wana sickle cell. Hao hatuna namna, ni sasa hivi kumetokea, zamani kulikuwa hakuna matibabu, sasa hivi yako matibabu na kliniki za sickle cell. Kwa tunawashauri mtoto yote anayezaliwa na sickle cell ni vyema kufuatiliwa kwenye kliniki ya sickle cell, na kifuatiliwa kuangaliwa nyonga zake, kwa sababu nao nyonga zinakufa mapema kwa sababu ya hiyo sickle cell. Lakini wakipita kwenye matibabu inawasaidia wasipate madhara ya sickle cell kwenye nyonga, hasa kwenye mfupa wa nyonga. Kingine ni wana michezo ambao kwenye ujana wao wamekuwa wanafanya michezo, wanaumia huku kubwani, magoti yanaanza kuchoka upesi. Utaona wengi ambao walikuwa wacheza mpira, wakimbia riadha, sasa hivi wakifika kwa watu wazima tayari wanaanza kuja hospitali wanalalamika shida ya magoti. Lakini hilo ni mojawapo ya, kwa sababu maisha ni mwendo, na huo mwendo kama tairi la gari lilivyo, tairi linaisha, lazima ulibadilishe. Na sisi binadamu kadri tunavyozidi kuwa watu wazima na tunatumia viungo vyetu vya mwendo kwa muda mrefu, wapo ambao vinasaba vyao vinawapelekea kwamba hizo either goti ama nyonga litakufa. Lakini wapo ambao kwa sababu ya utu uzima amekosa balance, uono hafifu, anaweza kaanguka akavunja kwenye nyonga hapo, na tiba iliyopo ni ya kubadilishwa nyonga. Kwa tunashauri kwamba wanapokuwa watu wazima kuhakikisha kwamba uono wao uko sawa sawa, aidha kwa kuwapa miwani, na yule ambaye balance haiko nzuri tunashauri apewe fimbo ya kutembelea, lakini wajaribu kujitenga na maeneo ambayo yana utelezi. Na sasa hivi kwenye majumba tunaoishi sasa hivi ni maendeleo, kwamba nyumba zetu sasa hivi zina marumaru, na marumaru ziko mabafuni. Watu wazima wanapotoka kuoga kule na miguu na sabuni, anaweza kateleza kaanguka kirahisi akavunjika mahali popote pa mwili, lakini anaweza kuvunja pia nyonga ambayo ndio eneo kubwa wanavunjika watu wazima. Kwa ni kuchukua hizo tahadhari kwamba hata kama ndani kwako kuna marumaru, then uhakikishe kwamba unaweka zile marumaru ambazo hazitelezi, lakini bafuni kuwe na mahali ambako mtu anaweza kakausha miguu kabla hajatembea kwenye marumaru na zikateleza. Lakini wako ambao wana makochi mengi ndani ya sitting room zao, kwamba watu wazima kwa sababu ya balance bova anapopita kwenye yale makochi anaweza kajikwaa kwenye stuli, akajikwaa kwenye nini, akaanguka akavunjika. Unapokuwa na mtu kama unaanza kupunguza baadhi ya vitu kwenye sitting room, hasa kwamba isije ikamsababishia akaanguka. Kwa mimi naitwa Emmanuel Manyamba Makieja, lakini pia ni mchungaji wa kanisa letu la Kiinjili Kilutheri Tanzania Diocese ya Konde. Kwa sasa hivi natumika usharika wa Matema, jimbo la Kusini. Na nilipata ajali, ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 10 mwaka jana 2025. Hii ajali sikujua mimi nipata, ilikuwa ni sehemu hii hapa nilivunjika mifupa ya hapa, ndo nikafanyia upasuaji, na mguu wa kushoto ambao nao ni mlemavu nijigonga kwenye goti, ndio jeraha lililoweza kuonekana. Lakini kumbe ili tatizo la kugonga goti kwenye mguu huu hapa ikapelekea tatizo kumbe ni kubwa sehemu ya nyonga. Nikakuta nashinda kukanyaga, wenzangu na nishauri kama fanya mazoezi nashinda kabisa, wakaikabidi wanipe support ya fimbo hii, fimbo kibakola fulani cha kutembelea. Nimetembelea kwa muda mrefu, baadaye ikabati nzuri. Askofu alinitembelea usharikani kwetu kwenye kituo chetu cha kanisa cha Diocese ya Konde, kiko Matema, inaitwa Matema Beach. Alipofika pale akashangaa wakati anaona mimi natembelea kibakola kile, ila alijua ajali nimepata. Baadaye nilipoanza kuwasiliana na daktari ambaye yuko kwenye hospitali yetu ya Tete, lakini anatumika hata serikalini, anaitwa Dr. Lee.
Kwa hiyo daktari akabidi awasiliane pale kwamba bwana, naomba hebu mshughulikie mchungaji wetu. Na kweli mchungaji daktari ikabidi afanye process kwamba basi tunaomba tuonane hospitali ya mkoa Mbeya. Tukaenda iko tarehe 2 mwezi wa kwanza. Tulipita pale na picha za hospitali ambapo nilikuwa nimeanzia matibabu ya Itete Matema. Ikabidi niziposti kwake. Niposti alipozisoma akasema mimi ngoja kwanza na mimi ngoja nirudie kuzifanya nini? Kupiga tena kwa OP X-ray. Na alipofanya vile ikaonekana kuna tatizo. Ile tatizo sasa, lile jeraha, ile ajali imepelekea tatizo la nyonga. Akasema bwana, tatizo lako ni kubwa bwana, ikabidi apige miguu yote miwili. Ikaonekana kweli kulia liko salama na huko kushoto ndio kuna tatizo. Basi ikabidi aanze kuwasiliana na madaktari hapa rufaa. Akampigia simu pale. Akampigia simu akasema bwana, vipi? Mchungaji ana tatizo hili. Akasema nataka afanye usajili. Akasema kama ni hivyo basi aje tarehe 6. Maana leo ni jioni hataweza kufanya usajili. Na kweli tukaja tarehe 6 hapa tukafanya mambo haya. Sikuamini kwamba naweza nikabahatika kufanya hivyo. Na kweli nikaja tukamaliza process zote mpaka tukaja tarehe 4. Daktari ambaye alichukulia sasa jukumu hilo ni Daktari Mponda. Ikabidi akaniambia sasa, tulikwambia tarehe ngapi? Akasema tarehe 7. Sasa uje kabla wataalamu ufanye process zote ili tuhakikishe. Process hizo ilikuwa ni kwa ajili ya kupima nina tatizo la moyo, damu, umeme unakwendaje ndani ya mwili na vitu vingi vilipima. Nilipima siku ile ikaonekana vyote niko vizuri. Sasa basi tarehe 9 sasa ndio uje. Ndipo wataalamu atakuja. Na kweli tulikuja tarehe 9. Tarehe 9 ambayo ilikuwa ni Jumatatu, alafu Jumanne ndio akanipeleka theater. Na kweli ni jambo la pekee sana. Kweli kabisa. Nimepata huduma ambayo sikutegemea kabisa. Kumbe Mungu anapitia kwa wanadamu katika ule utaalamu Mungu ambaye ameachia kwao. Mimi mwenyewe nilikatia tumaini la kuishi. Maumivu ambayo nilikuwa napata ilikuwa ni maumivu makali sana. Hata wenzangu wanapokuwa wanasema fanya zoezi, jamani nimeshindwa. Lakini nilipokuja hapa wamenifanyia upasuaji, yani tena kwa muda mfupi. Ingawa walikuwa naona wanafanya, nasikia tu sauti. Wakati baada ya kunipa dawa za usingizi na nini za ganzi na hivi, wamenifanya vizuri sana. Na wanaendelea kunihudumia vizuri sana. Huduma yao ni vizuri sana. Kwanza niwapongeze kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamepata huduma hizo. Na maana tumetofautiana, kila mmoja alikuwa na tatizo la kwake, lakini mimi tatizo langu hili sikutegemea kwamba naweza nikafanywa hivi. Nimefanywa vizuri na ninaendelea vizuri. Na hata wahudumu wanaokuja humu wanatutia moyo kweli kabisa.